Halo, habari. Naitwa Ibrahim Kadilo, jasiriamali, mshauri wa biashara. Wapendwa, katika video hii nitashare na wewe jinsi ya kuseti budget, kuepuka akaunti yako kuwa na madeni, kuepuka akaunti yako kufungiwa mara kwa mara. Katika video hii nitakufahamisha jinsi ya kuset budget kwenye tangazo lako unapoboost tangazo ili uweze kupata matokeo mazuri. Ukishaingia katika akaunti yako ukaboost chini ya akaunti yako pale ukaboost post, inakuleta katika page ya boost post. Kwa hiyo vipengele kadhaa unatakiwa ujaze ili uweze tangazo lako liweze kurushwa. Kwa hiyo ukija hapa kwenye kipengele cha budget utaseti daily budget, unatakiwa kuseti kiwango cha budget ambacho tangazo lako litatumia kwa siku. Kwa hiyo kama ukiseti $5, ukiseti $10 kwa siku, maana yake kiwango cha watu wanaona tangazo lako kinaongezeka. Kwa mfano kama hapa 18,000 mpaka 54,000, 21 mpaka 60. Kwa hiyo ukipunguza kiwango nacho kinaongezeka. Kwa hivyo unaposet tangazo, hakikisha una set tangazo kulingana na budget ulionayo ili kuepuka tangazo lako kuweza kuongezwa madeni au tangazo kukwama, kushindwa kuendelea. Kwa mfano akaunti hii pia hapa ukiangalia kwenye payment details utaona hadi account hii Ngozi ina fund ambayo iliyopo ni $2.89. Kwa hiyo kama una seti tangazo, ukiseti zaidi ya $3 tangazo litarun, afu baadaye litaanza kucreate deni. Kwa hivyo hapa unaweza ukaseti daily budget, ukaseti $1. Duration, siku ngapi tangazo lako litakaa hewani, unaweza ukaseti siku 2. Kwa maana kila siku utakuwa unatumia $1, kwa siku 2 ni $2. Ukija kuangalia total budget ambayo unatakiwa kulipa itakuwa ni budget ni $2, lakini total budget ambayo unatakiwa kulipa ni $2 na senti 36. Kwa hiyo hiki kiwango hakijafika kiwango cha fund ambayo iko kwenye akaunti yako ambayo ni $2 na senti 89. Kwa hiyo utaona kiwango hichi hakijazidi kiwango ambacho kiko katika account. Kwa hiyo siku 2 zikiisha, tangazo lako litasimama na account yako itakuwa imesaliwa na point kadhaa, kwa hiyo haitofungiwa na haitokuwa na deni. Watu wengi wanajisahau, anajikuta anaseti $2, account inazidi kiwango ambacho kipo kwenye account yake, matokeo yake tangazo linafika mwisho, Facebook wanakupa tena ziada ambayo baadaye inaanza kucreate deni, matokeo yako account inafungiwa na kuwa bandi, unashindwa tena kuendelea kufanya matangazo. Kwa hiyo hivi ni muhimu sana kuzingatia jinsi ya kuset budget ili uweze kupata matokeo mazuri na kuepuka akaunti yako kuweza kufungiwa. Kama hujabofya subscribe, bofya subscribe. Tukutane kwenye video inayokuja.